Mufti. Naam. Tuko vizuri? Tupo vizuri sana. Jambo ni jambo. Ukuniambia tu kama utavaa nguo nyeupe. Sikukwambia? Tu tunawasiliana. Kwa nini? Naona mwenzangu chukuchuku kidogo angalau. Mimi nimetembea na kodi zake. Tumeishi mule mule. Unajua Monday huwa hatari kabisa. Anasema nilikuwa na unyama wangu mkubwa kabisa. Nikasema ngoja tuko vizuri. Tupo vizuri sana sana. Nimewafuatilia tangu dakika ya kwanza mnaanza kipindi Kinga Mkono akiwa na Michael. Na of course mmefanya kazi nzuri sana kiukweli. Tuko vizuri. Hakika karibu sana. Asante sana, nimefurahi kuungana nawe Kasuga, lakini pia Khalidi Chukuchuku ambaye nafikiri tumepishana dakika chache tu, sio? Lakini coach Michael watu wa Mwenge pale, sawa. Hilo ndio leo nataka. Watu wa Mwenge alikuwa anazunguka siku. Watu wa Mwenge wameongozana. Tafuta kwenye tagi. Mtu wa Mwenge huyo ndo wameshirikiana kuishusha. Twende moja kwa moja katika mitandao ya kijamii tuone kuna habari gani. Tumepita katika ukurasa wa Rais wa Young Africans Hersi Said. Yeye ameandika andiko refu kiasi lakini kikubwa akishusha sifa kwa meneja habari na mawasiliano wa Young Africans Ali Shabani Kamwe, akisema afisa habari mwenye ubongo, maua yako afisa habari wetu kwa tukio lenye ubunifu kupitia idara yako na timu nzima ya masoko, akimtagi hapo Ali Kamwe. Mashabiki wenye thamani, maua yenu wananchi kwa mahudhurio na shangwe wakati wote. Timu na benchi tuna imani kubwa sana kwenu na muda wote tuko nyuma yenu kuwaunga mkono kufikia malengo. X Factor una deni kubwa mbele ya huu umati. Karibu sana na sasa hamishia nguvu zako kwenye uwanja Azizi Ki. Hitimisho, hili ni tukio bora lenye historia ndani. Hongereni sana wananchi. Na ukiangalia hapo Football Intel _Africa wanasema asante sana President Kevo, anasema congrats big brain team. Sema Mr. President, ule urukaji wako ulikosa mabawa upae. Aliruka kama unakumbuka. Pigi kama Shalulile. Kama Shalulile. Sasa. Kwa hiyo ino Loemba sio X Factor tena au? Unataka mimi nimeuliza tu kwa sababu X Factor ghafla unajua anaenda kwa Azizi Ki mjue. Simona utambulisho wa president anasema X Factor una deni kubwa. Kwa hiyo Azizi anaenda kama X Factor. Kwani Simba wakati wanamsajili Loemba alisema ndio X Factor? Walisema watapiga donation, watu wanunue jezi hii wamnunue X Factor. Hajanunuliwa bado. Bado hajapatikana. Ule ulikuwa usajili wa nani? Ila tutaona post ya Ahmed hapa amemtaja X Factor. Ahmed Ali. X Factor. Wewe subiri. Na nimekumbuka wakati ule Kasuga, wakati mnaanza kipindi mlikuwa mnajadili kuhusiana na neno ile X Factor namna lilivyoingia hapa nchini. Kama sijakosea, neno hili lilianzia wakati Simba wapo kwenye pre-season. Na ile interview ilifanywa na nguli hapa Patrick Nyembera na kocha Fadlu wakati ule ndio akalitaja hilo neno X Factor. Kwa hivyo hivi jamani, before hii ya jezi X Factor bwana, sio kuna mtu alisubiria X Factor hapa. Tutakumbushana na wadau. Kwa sababu nakumbuka nilizungumza na Fadlu, afu ikaondoka. Afu baadaye kwenye eka zile usijui nitasajili mchezaji sijui nini akaja Loemba. Mimi kesho nitakuja na majibu. Bwana, unakumbuka Coastal Union walianza ligi pale katika dimba la Mkwakwani Tanga, na waliwakaribisha Mashujaa, lakini kilichowakuta bwana, hii posti ni ya Mashujaa na huyu ni mchomvu ndugu yake kabisa Khalidi Chukuchuku. Najiuliza kwa nini Lugegera ameamua kumfanyia hiki kitu. Hivi ndivyo ambavyo aliingia katika ile tamasha la Coastal Union. Diego ndo aliingia hivyo, Hussein. Kwa hivyo Mashujaa wameamua kutia ubunifu pale, na ukienda katika ukurasa wao kuna wimbo wa taarabu pale unasindikizwa wa Sabaha Mwichacho. Ndio unasindikiza hii post, na wanasema hapa tumeanza kwa kuwafunga, na hata ukiangalia comments kuna mmoja anasema waha sisi sio milima, tutakutana. Unajua imetokea Kigoma na Kigoma. Hussein Diego mwenyewe ndo ambaye yuko pale kwenye hii picha ama ni vipi?
huyu aliye comment hapo kwamba Waha sisi sio milima yes. Hussein Diego, yes, ni kweli anasema kweli nilikuwa sijaliona hilo jina vizuri. Hivi Hussein alibeba nini kwenye baskeli siku hiyo? Anasema alikuwa anauza nini ile? Uono. Haya, hao ni ile tukio lilikuwa zuri. Sio la bei rahisi lakini limekuwa katika hadhi nzuri sana. Sawa, yes. JKT Tanzania wanasema kilio cha mashabiki wa JKT Tanzania kuwa wanataka X Factor kimewafikia viongozi wetu wasikivu, nao wakasema mali hii itacheza JKT Tanzania msimu huu. Ni huyo Chikola Offen alikuwepo Yanga pale. Ni mchezaji mwenye acceleration bats, sifa ni nyingi, sifa kibao pale. Sifa ni nyingi, zote zinamhusu. Huo mwandiko unaojua ni wa nani? Huo mwandiko ulikuwa ni wa kijana wangu nilikuwa naye KMCO au Felix. Ndio mwandiko wake huo. Mwandiko wake. Basi sifa ni kwa Offen Chikola ambaye ametua na jana tuliona pale katika mchezo dhidi ya TRA JKT Tanzania namna mechi ilikuwa bonge la mechi. Ilikuwa mechi kali sana kuitazama. Bonge la mechi kama na JKT bwana, moja kati ya kuna muda wanasemaga inabidi utengenezee utambulisho wako. Naamini kwa upande wa admini hapa Chukuchuku amegusa vizuri kwamba ni kijana wake. Kuna kipindi pia KMC walikuwa wanavurugu. Ni kweli. Humo ndiko naujua. Wanavurugu sana. Kijana wangu. Kwa sababu watu wakiangalia engagement za posti za JKT zinashawishi yani, zinavutia watu. Sio mbaya Chikola anaenda kama X Factor mwingine. Yes, na sisi tunahimiza tunazihimiza timu hizi za NBC na hata Championship na timu zingine ziendelee kufanya vizuri katika kurasa zao za mitandao ya kijamii. Sisi tutapita huko kabisa. Yes. Sasa ulikuwa unazungumzia kuhusu X Factor. Huyu ni Ahmed Ali baada ya ushindi wa magoli mawili dhidi ya Kagera Sugar, anasema X Factor mechi moja, assist 2. Huyu X Factor kweli. Lakini anasisitiza uzuri wa timu yetu. Uzuri wa timu yetu. Yes, uzuri wa timu yetu. Kila mchezaji ni X Factor. Achambue kocha. Hebu tuambie kwanza X Factor Simba ni nani? Wewe. Ameli Basegei. Mwingine kwa consistency utamhesabu Chama. Mwingine ambaye anaweza kukupa matokeo ya tofauti. Of course kina Anise Oura anakupa kitu cha tofauti cha kiwanjani kwenye moments yani kwa maana ya quality yani kwa sababu si X Factor si mchezaji mwenye uziada, si ndio? Mwenye kitu cha ziada, hata thamani ya X. Kwa hiyo ile X, thamani ya X kwa Simba sawa sawa na Libase. Sawa bwana, baada ya kukokotoa ukishakokotoa pale unakuja kupata tafuta thamani ya X. Kwanza unaambia ukishaona hakuna alama yoyote, maana yake hiyo ni jumlisha. Ukihamia huku ikihamia huku kama ni magazi juto, kuna namna ya kuyafungua mabano yale, lakini X Factor kiukweli kama utazungumza saa hizi kwenye performance, Libasi utamhesabu wa kwanza. Of course na ameanza msimu vizuri sana kama alivyomaliza tu. Okay, sawa sawa. Bwana, Sokametrix wao wameamua kutupa baada ya kucheza raundi ya kwanza, timu zote zimeshacheza raundi ya kwanza. Na wametupa kikosi cha wiki, team of the week, na mbele kule wamemweka Chirwa wa Geita Gold, lakini pia na Sharulile wa Young Africans wakiwa hapa alama, Sharulile akiwa na alama 8.7 lakini Chirwa akiwa na 7.7 ama .7 tunaweza kusema hivyo. Adamu wa Singida yeye amepewa alama 8.6 lakini Kapalata yeye wa JKT Tanzania amepewa 9.1. Alafu Max Nzengeli na yeye lakini kuna Libasege naona ndo aliyefanya vizuri zaidi. Hapo rate kubwa zaidi ni ya Libase. Libasege ana 9.5. Lakini kuna Sirile, lakini kuna Tibandeke na Ture ameingia, ambaye alifunga goli la kwanza la jana la Simba Sports dhidi ya Kagera Sugar, lakini Boka pia ameingia na Malika ndo golini amekaa pale wa Mashujaa. Na Sokametrix tunatumia vifaa bwana vya kisasa. Yes, Sokametrix ni lakini tunaruhusiwa kwa challenge. Of course kwenye rates pamoja kwa vifaa sisi tunatumia macho. Wewe unaweza kwa challenge. Wewe Chukuchuku ni nani hapa ulitamani aingie au nani atoke? Au ni rates ndo zina una challenge wapi? Kwa bahati nzuri Malika amepata clean sheet. Lakini golikipa wa Police Tanzania alifanya save nyingi sana. Christopher. Kwa hapo pia naweza nikawa challenge, lakini upande wa
Adam for sure aliingia, alifanya assist nadhani. Alifunga na alifunga goli la lakini kuna mchezaji mpya wa TRA Samba Balebos winga wa kushoto. Alicheza kushoto. Mwanzo alicheza kama kushoto, second half alicheza kulia. Kwangu alikuwa na top performance kabisa. Kwa hiyo tuna uhuru wa kuwa challenge pia. Yeah, of course. Challenge hiyo yes, na Christopher kwenye mechi ile na Azam pia alikuwa na performance nzuri. Nyanda. Tuendelee Mufti. Yes. Kwa hivyo X Factor polisi. Kagera Sugar wamemposti kocha wao Juma Kaseja. Juma, hakuna siku nzuri, haikuwa siku nzuri kwetu. Ndicho ambacho wanaweza kakisema. Walipambana, walicheza vizuri, lakini walikutana, yeye mwenyewe alizungumza Juma Kaseja kwamba wamekutana na quality. Quality ndio iliamua jana. Licha ya Simba pia baadaye kupata kadi nyekundu ambayo pia iliamuliwa na FVS. Yes. Na of course tunaona positive reaction kutoka kwa mashabiki kuhusiana na FVS. Au unataka kusema neno hapo chukuchuku kuhusiana na FVS? Of course imekuja kutatua baadhi ya changamoto ambazo zilikuwa zinatokea sana misimu kadhaa nyuma. Yes. Kwa hiyo umekula hasara. Na jana lile bahati mbaya kwangu. Na jana lile tukio la David Kameta lile. Kama isingekuwa teknolojia pale, watu wangelitumia kama reference almost msimu mzima. Ya kabisa. Bana, picha hii ya zamani sana, ndugu zake kabisa Halidi Chukuchuku. Karim Boimanda ameiposti, alikuwa afisa habari pale bodi ya ligi. Ameiposti anasema pamoja, hilo neno Waswahili wanasema ashakum si matusi, neno linalofuata liliwekea alama hilo. Pamoja na mambo mengine tunaweza kusema hivyo, wote hawa jamaa wanafanya mpira wetu uzungumzwe sana ndani na nje ya nchi. Pichani ni enzi hizo wakiwa wazee kabla hawajawa vijana. Ni Ali Shabani Kamwe na Ahmed Ali, wote hawa pia walipita hapa Azam TV na sasa mmoja yupo Simba Sports. Hatujui mwaka gani hiyo. Of course mwaka kama 2018 19. Lakini inawezekana kama nalikumbuka walikuwa wanatokea. Nahisi kama nilikuwepo. Kwa kuna mechi fulani ya Kimyeusho walioa na wasioa. Nadhani pale Alice kama sio chuo cha sheria. Chuo cha sheria au pale Alice. Ardhi. Nadhani ukimchukua kama huyo wasio ilichezwa hapa chuo cha sheria. Ile walioa na wasioa. Ilichezwa chuo cha sheria. Yes, chuo cha sheria. Hiki nadhani hii ilikuwa Alice kama sasa. Hii mechi nilipata story yake sikuepo, lakini nilipata story yake kwamba wakati mechi inaendelea, Ahmed Ali wenzake sasa mechi imechezwa, hapo akawa amezidiwa. Ahmed Ali akasema na bonge moja na mchezaji. Ngo nimpigie simu aje hapa. Wakampigia simu Watan. Kama tani Ngoda. Ngoda kapiga simu kaambiwa alikama ikutana alikama sasa hivi unaweza wakapigana. Ugomvi mkubwa. Sasa unaambiwa wote wamekaa hapo, inawezekana walikuwa hawajui kama wambeba furaha za Watanzania. Sasa Ngoda naambiwa katoka zake kwa Ahmed ameshamsifia sana kama mchezaji mzuri. Ngoda kalipiwa nauli nyingi sana kuja uwanjani. Hapo amekuja amewekewa ball. Akasema ball Ngoda si alivyo, unajua fupi. Anambia kadiria, tutumie vipimo vyako. Utuambie tukupigie mpira wa namna gani ili ukicontrol. Mali tuikute. Alwata ni Ramadhani Ngoda. Bwana, tunamalizia na Bandari. Bandari inaonekana kama vile Opo serious kiukweli. Wanasema waziri wa maji, waziri wa maji Joyce Lomalisa Mutambala, karibu kazini. Lomalisa ametabasamu. Anafuraha kwa Mtwara. Kwani anacheza Mtwara? Kituo cha Mtwara. Kituo cha Mtwara. Wako serious. Unaweza kufafanua hapo kituo cha Mtwara katika mashindano gani? Championship. Wapo championship. Kwamba mwanetu anajua ratiba. Mimi nimekuwa nafuatilia mpira. Anajua vituo vyote. Na uzuri Mufti na Ibra. Kama unafuatilia moja ya timu ambayo kimasoko wanaweza wakafanikiwa ni ya Bandari. Aina ya usajili ambao umemfanya Lomalisa ni mmoja kati ya wachezaji wengi ambao wamewasajili msimu huu. Rejea mtu kama Ayubu Semtawa Doctor kutokea Namungo, kuna vijana wengi ambao Sangoa, Abdul Hilali, wachezaji wengi ambao wana majina makubwa wamekwenda. Nadhani moja mipango yao msimu ni kupambana wapande ligi kuu. Lakini pia wana sponsor, nadhani ni
DP World yes, natakuwa ni main sponsor wa. Acha utani bwana. Watu wako serious. Mamlaka ya bandari, familia bandari. Familia. Bandari ni timu ya nani, ya taasisi. Of course. Timu ya taasisi. Hapo ukitazama hiyo jezi yao post unaona hapa. Wenyewe ni mamlaka ya bandari. Wenyewe wanajiita, wanasema tunapakua na kupakia. Kuli hao wako mjini. Basi haya. Tujipange bana. Kasuga, mimi hayo ndio ambayo nimeweza kuyakusanya katika mitandao ya kijamii. Nirejeshe kijiti kwako bwana. Sisi tunashukuru sana. Naamini yale mengi zaidi ambayo tulitaraji kuyaona tumeyaona. X Factor zimekuwa nyingi sana leo. Sijajua kama Mufti ulikuja kimkakati na X Factor. Mufti, sisi tukushukuru sana. Tunaamini kesho pia kuna mengi zaidi ambayo tutakuja kushare hapa. Leo ni Jumatatu ambapo tunajua mambo mengine pia yatakuwa yakifuata.